Mwalimu, dakika 90 zimetamatika na umeibuka na ushindi katika uwanja huu. Pengine tupe tathmini ya dakika 90 na kipi ambacho unaamini kama mwalimu imekuwa sababu ya msingi wewe kushinda katika mchezo wa leo? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mechi imesha salama, lakini kikubwa kama nilivyosema awali, Pamba malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tupate alama 9 katika mechi zetu 3, lakini bahati mbaya juzi tumepata alama 1. So nadhani malengo yetu yanaendelea kukamilika kwa sababu nadhani leo tupata pointi 4. Kwa hiyo tunaendelea kuja mechi ya 3 ya Fountain Gate, tukipata 3 ya kwa 7. Kwa hiyo tunapoteza 2. Kwa hiyo nadhani malengo yatakamilika kwa kiasi fulani. Lakini kikubwa nasema kwamba mechi kama nilivyosema hapo awali hautakuwa mchezo mwepesi kwa sababu Tabora wana timu nzuri, wanafanya usajili mzuri, kila mmoja anajionea mwenyewe kuwa juu ya timu zote hizi ambazo ziko chini, zingine wako juu. Kwa kweli wamefanya usajili mzuri. Lazima niwapongeze kwa hilo, appreciate kwa hilo. Kikubwa ni kwamba ndani vijana wangu nawapongeza kwa sababu kazi kubwa walifanya vijana wangu. Yale maelekezo ambayo nimesema leo tumeingia na mfumo mwingine. Nadhani unaona Chelsea alikuwa haiko katika hali nzuri leo. Tumebadilisha mfumo, lakini kwa hiyo tumshukuru Mungu kwamba mfumo ambao tumeutumia kwa leo umeweza kutupatia katika mchezo leo. Leo Mwashinga ulimpandisha juu kidogo kutoka namba 6 ambayo amezoeleka akawa anacheza kama inside 10. Ni kipi ambacho ulimaanisha zaidi mzee? Kikubwa kwa sababu najua kama nilivyosema Mwashinga siku zote ni kama punda kwenye timu yetu. Mchezaji ambaye anakimbia kuliko wachezaji wote uwanjani. Sasa kikubwa kwa sababu kama yule unaweza kumtumia kwenye idara yoyote ile. Nadhani umeona mwenyewe Mashingwa na Imana na Antu pale katikati kwa kiasi fulani, kwa kiasi kikubwa walipakamata. Kwa nadhani ndio tija kubwa ambayo tufanya kama kufanikiwa mchezo leo. Mwalimu, baada ya ushindi wa leo timu yako inasogea juu kidogo mpaka nafasi ya 10. Kisha pointi 26. Ushindi huu na alama hizi mlizopata zinaongeza motisha gani hasa kwa tumebakiwa na mashindano mkononi leo? Kwa kweli motivation inaongezeka kwa sababu najua unaposhinda game, nadhani nilisema hapo awali, unaweza kuwa uko chini ukipata mechi 2 au 3 pointi nzuri, alama nzuri, unakuwa unasogea juu. Kwa hiyo naamini kwamba tunapokuja kukutana na Fountain Gate kesho kutwa, vijana wangu watakuwa tena katika bora zaidi kwa sababu leo nadhani walikuwa na pressure ya mechi kutokana na jinsi matokeo ambayo ya mechi iliyopita. Lakini na mimi mechi inayokuja dhidi ya Fountain Gate mchezo kwa mzuri zaidi kwa sababu tutakuwa tunatafuta sasa kwenda kwenye alama 29. Nadhani hapo tutaweza kujihesabia kwamba tumetoka wapi, tumefikia wapi. Na je, mwelekeo wetu uko vipi kwenye ligi ya NBC. Mwalimu, kwenye maandalizi hayo sehemu ambayo nahisi utakwenda kufanya kazi ni matumizi ya nafasi na kubadilisha kwa bora. Sababu leo mmetengeneza nafasi nyingi sana lakini hamjaweza kuzibadilisha zote moja. Ni kweli. Mechi leo ilikuwa tunaweza kuamua hata goli 2 mpaka 3, lakini kama ulivyosema tumshukuru Mungu kwamba ile leo mwetu tulipata, mshukuru Mungu. Kwa hiyo naamini kwenye mechi ya Fountain Gate wewe tusubiri tuone. Lolote linaweza kutokea hapa, nadhani wewe tusubiri tuone. Mechi kwa nzuri sana ile.